بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لله الحمد والمنة. الله تبارك وتعالى ametuwafikisha kutufikisha katika siku hii ya leo ambayo ni Lailatul Jum'ah, usiku wa kuamkia Ijumaa. Magharibi hii ya Alhamisi, kama kawaida, tunakuwa na kitabu al-Kabair lil-Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Na darsa iliyopita tulikuwa katika al-kabiratu at-tasi'a, dhambi kuu la 9, dhambi kuu la 9 kwa mtiririko wa madhambi haya makubwa aliyoyakusanya Imamu al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Dhambi kuu la 9 ambalo ni dhambi gani? Naam, ahsant. Al-kadhibu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kumzulia mtume sallallahu alayhi wasallam uongo, kumsemea mtume alayhi salam ma lam yaqulhu, yale ambayo hajayasema. Kabiratun min kabairi dhunub. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ghairi, hakika kunizulia mimi uongo sio sawa, yani si kama kumzulia uongo mwingine asiyekuwa mimi. Kumzulia uongo mtume alayhi salam ni hatari kubwa, hakulingani na kumzulia mtu mwingine yoyote uongo, kwa sababu kufanya hivyo kunapelekea kuongeza vitu katika dini, ambavyo havimo, au kupunguza katika dini yaliyokuwemo kwa sababu ya kadhib, kwa sababu ya kusema uongo. Ndio maana ikawa kumzulia uongo mtume alayhi salam ni dhambi kubwa katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Ndio maana mtume alayhi salam akasema hakuna mfano kumzulia uongo alayhi salam, hakuna mfano na kumzulia yoyote. Ndio maana akasema, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, mwenye kunizulia mimi uongo kwa maksudi, basi mtu huyo amejifanyia makazi yake kuwa ni motoni, amejichagulia kuwa makazi yake ni motoni, kwa kitendo cha yeye kusema uongo, kumzulia mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tukawa tumeziona ahadith alizoziweka Imamu al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala fi hadha al-bab, katika mlango huu. Walillahi alhamdu, ni mlango ambao tuliusoma wote tukaumaliza. Kadhalika na tukawa tumetaja katika utangulizi anwa'ul kadhibi ala an-nabii sallallahu alayhi wasallam,
aina za kumzulia uongo mtume salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alayhi. Maulama wameeleza kwamba kumzulia uongo mtume alayhi salam anwa, kumegawanyika sampuli tofauti tofauti. Mahia, ziko ngapi? Sheikh Juma, naam, ahsant. Anwa'ul kadhibi ala an-nabii sallallahu alayhi wasallam thalatha, aina za uongo, kumzulia uongo mtume alayhi salam zimegawanyika sehemu tatu. Aina ya kwanza, naam, ahsant, an yakuna al-kadhibu alayhi mubasharatan, kumzulia uongo mtume alayhi salam moja kwa moja pasina wasita, moja kwa moja pasina kiunganishi. Mfano wa kumzulia uongo mtume mubashara, nani atapiga mfano? Mfano wa kumzulia uongo mtume alayhi salam mubashara, naam, ahsant. Mfano wanaofanya masufi na wengineo, lakini sana sana hii ni tabia ya masufi. Watu wanalala, mtu amelala anakuambia ameota kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amempa habari kwamba asiache katika maisha yake kufanya maulidi, asiache katika maisha yake kufanya maulidi, asije kaacha kamwe mpaka anakufa, isipokuwa afi hali ya kuwa ni mtu wa maulidi, yani kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika mtu kusema kwamba amenihadithia mtume sallallahu alayhi wasallam, hadathani rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amenihadithia mtume sallallahu alayhi wasallam, yani mubashara, moja kwa moja, hali ya kuwa ni muongo. Hii ni aina ya kwanza ya kumzulia uongo mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika kama vile uongo wa wanafiki walivyokuwa wakiufanya wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, walivyokuwa wakisema kwamba akhbarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha wa kadha, kwamba mtume alaihi salam ametuhabarisha kunako jambo fulani na kadha wa kadha, hali ya kuwa ni waongo. Aina ya pili ya alkadhibu ala rasulillah, naam, ahsant, alkadhibu ala nabii sallallahu alayhi wasallam biwasitatin, kumwongopea mtume alayhi salam kupitia kiunganishi. Mfano wake kama vile mtu kusema hadathani fulanun an fulan, qala akhbarani fulanun an fulan an fulani an an-nabii sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa ni kadhib, hali ya kuwa ni uongo, yani anatengeneza silsila, anakusudia kutengeneza cheni ya wapokezi wa hadithi wa uongo, anatengeneza rijalul hadithi wa uongo ambao hawapo, yani wapokezi hewa, wapokezi hewa. Anafanya hivyo maksudi kwa lengo la kumzulia mtume sallallahu alayhi wasallam. Kufanya hivyo ni uongo, kufanya hivyo ni uongo, kumzulia mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukawa tumepiga mfano wa hadithi inasemaje? Naam, ahsant, man akala as-samaka yawma al-jum'ati dakhala al-janna wa man lam ya'kul ar-ruzza yawma al-jum'ati fahuwa majnun, kwamba atakayekula samaki siku ya Ijumaa anaingia janna. Wakaiwekea sanadi kwa mtume mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa ni kadhib, ni urongo umezuliwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba atakayekula samaki siku ya Ijumaa anaingia peponi, na asiyekula wali, asiyekula mchele siku ya Ijumaa fahuwa majnun,
huyo anakuwa ni mwenda wazimu. Sasa mwenda wazimu atakuwa wangapi? Yani maneno yako wazi kabisa kwamba ni uongo. Kuna maneno mengine ukiyasikia tunajua uongo huu. Ndio mithili ya maneno hayo. Naam. Thalithan, aina ya tatu ya uongo wa kumzulia Mtume alayhi salam. Naam, kuelezea hadithi ya uongo. Ahsant. Kuelezea hadithi ya uongo, kwa maana riwayatu alhadithi almakdhuba, kuhadithia hadithi ya uongo. Najua kabisa hadithi hii ni makdhub, almasnuu, ambayo imetengenezwa na imeelekezwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Unajua kabisa kwamba hadithi hii ni maudhu, alafu unaihadithia. Hii ni sehemu katika kumzulia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tukawa tumeishia hapo, tukaacha sehemu ya kwamba maulama wametofautiana katika hukumu ya mtu anayemzulia uongo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukawa tumebakisha kipande hiki na kitaja kabla ya kuingia katika darasa jipya. Ikhtalafa ulama fi man yakdhibu ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wamekhilafiana wanachuoni kwa mtu ambaye anamzulia uongo Mtume alayhi salam mubashara au biwasitatin, au kwa kupitia kiunganishi. Ikhtalafu ila aqwali, wametofautiana kwa kauli kadhaa. Kauli ya kwanza, annahu kafir. Kauli ya kwanza ni kauli ya wanachuoni wanaosema kwamba mtu huyo ni kafir, mukhrijun min almilla, ni mtu huyo anakuwa ni kafir aliyetoka katika milla, kwa maana aliyetoka katika Uislamu. Wa huwa qawlu jamaati ahli alilm, na hii ni kauli ya kundi katika ahlul ilmi. Wanasema li anna alkadhiba ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ka kadhibin ala Allah, ni kama vile kumsemea uongo Allah tabaraka wa taala. Ni kwamba kumzulia Mtume alayhi salam uongo ni kama sawa kumzulia Allah tabaraka wa taala uongo. Ukimzulia Mtume alayhi salam kana kwamba umemzulia uongo Allah tabaraka wa taala. Walkadhibu ala Allahi kufrun, na kumzulia uongo Allah tabaraka wa taala ni kufur. Wa lianna fi dhalika ziyadatun fi ddini ma laysa minhu, na kwa sababu kufanya hivyo, kwa maana kumzulia uongo Mtume alayhi salam ni kuzidisha katika dini yasiyokuwemo. Kwa hii ni kauli ya kwanza, annahu kafir, kwamba mtu huyo anakuwa ni kafir, ametoka katika milla, katika dini, kwa sababu kumzulia uongo Mtume alayhi salam ni kama kumzulia uongo Allah tabaraka wa taala. Thaniyan, kauli ya pili, annahu, ni kwamba wanasema in kana mubasharatan fahuwa kafir. Ikiwa mtu anamzulia uongo Mtume alayhi salam mubashara, fahuwa kafirun, mtu huyo anakuwa ni kafir. Hii kauli ya pili ya wanachuoni kwamba in kana alkadhibu mubasharatan fahuwa kafir, itakapokuwa uongo anaomzulia Mtume alayhi salam ni kwa ile hali ya kwanza ya kumzulia Mtume mubashara, fahuwa kafirun, mtu huyo anakuwa amekufuru. Wa amma in kana biwasitatin, na amma kama takuwa uongo huo mtu anamzulia Mtume alayhi salam kwa wasita, kupitia kiunganishi, kama tulivyoonesha huko juu, fahuwa murtakibun likabiratin min kabairi dhunub, basi mtu huyo anahesabika amechuma dhambi kubwa katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Hii ni kauli ya pili, kwamba ikiwa anamzulia uongo Mtume alayhi salam mubashara, huyo amekufuru, na ikiwa anamzulia Mtume alayhi salam uongo biwasita, kwa kiunganishi,
la yakfur, mtu huyo hakufuru isipokuwa anakuwa ni murtakibun likabiratin min kabairi dhunub, anakuwa ni mwenye kuchuma dhambi kubwa katika madhambi yaliyokuwa makubwa. القول الثالث قول يتاتو أنه ونسيما يقوم إذا كان الكذب عليه تكبكوا kumzulia uongo mtume alayhi salam fi taghyiri hukmin shar'i, ni katika kubadilisha hukumu ya kisheria. Itakapokuwa uongo huo anaomzulia mtume sallallahu alayhi wasallam fi taghyiri hukmin shar'i, ni katika kubadilisha hukumu ya kisheria, fahuwa kufrun, kufanya hivyo ni ukafiri. Hii ni kauli ya tatu. Wanasema ya kwamba ikiwa uongo anaomzulia mtume alayhi salam fi taghyiri hukmin shar'i, ni katika kubadilisha hukumu ya kisheria, ni katika kubadilisha hukumu ya kisheria, akamzulia mtume uongo sallallahu alayhi wasallam katika jambo ambalo ni la kubadilisha hukumu ya kisheria, fahuwa kufurun, jambo hilo ni ukafiri. Wa idha kana fi ghairi dhalika, na kama si katika kubadilisha hukumu ya kisheria, na kama uongo huo si katika kubadilisha hukumu ya kisheria, ka an yakdhiba alayhi fil fadail, kama vile kumzulia uongo mtume alayhi salam katika mambo ya fadail, ubora wa ibada fulani, ubora wa jambo fulani. Mathalan, akamzulia mtume alayhi salam kwamba mtume anasema alayhi salam ubora wa surati al-Ikhlasi kadha wa kadha, ubora wa surati al-Fil kadha wa kadha. Akasema maneno ambayo mtume alayhi salam hajayasema, kwamba mtume alayhi salam amesema surati al-Fil, surati al-Ikhlas, surati an-Nas ina fadhila kadha wa kadha wa kadha wa kadha, hali ya kuwa ni muongo. Mtume hajasema hayo, amemzulia uongo fil fadhail, amemzulia mtume alayhi salam katika kuelezea ubora wa vitu, ubora wa sura, au ubora wa aya fulani, au ubora wa jambo fulani. Akazua uongo kwamba atakayetoa sadaka atapata kadha wa kadha wa kadha, hali ya kuwa mtume hajafanyaje, hajasema. Amemzulia mtume alayhi salam katika fadhail. Wanasema fahadha la yakfur, mtu huyo anakuwa si kafiri, wa innama huwa murtakibun likabiratin, bali mtu huyo anakuwa ni mwenye kuchuma dhambi lililokuwa kubwa katika madhambi makubwa. Kwa maana ikiwa mtu huyo anamzulia mtume alayhi salamu uongo katika kubadilisha hukumu, yakfur. Ikiwa si katika kubadilisha hukumu, la yakfur, wa innama yakunu murtakiban likabiratin, bali anakuwa ni mwenye kuchuma dhambi kubwa katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Wa na'udhu billahi min dhalik, wa hadha huwa alladhi ikhtarahu wa rajjahahu al-Imam adh-Dhahabi. Na kauli hii ya tatu ndio kauli ambayo amekwenda nayo na ameirajihisha Imam adh-Dhahabi katika maneno yake tuliyoyasoma. Yanaashiria hivyo kwamba Imam adh-Dhahabi amepitisha kauli hii ya tatu, ndio amekwenda nayo, kwamba ikiwa atamzulia uongo mtume alayhi salam fi taghyiri hukmin shar'i kafara, wa in kana fi ghairi dhalika fahuwa murtakibun likabira. Kauli ya nne na ya mwisho, wanasema ahlul ilmi anna al-kadhib ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mutlaqan, kwamba kumzulia uongo mtume sallallahu alayhi wasallam mutlaqan, moja kwa moja, yani bila kutofautisha, kwa wasita mubashara,
sawa, fi taghyiri hukmin au fi ghairi dhalika, yani pasina kutofautisha. Kumzulia mtume alayhi salamu uongo moja kwa moja, min akbaril kabair, ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa, walaysa kufran, na sio ukafiri, walaysa kufran, na si ukafiri, wala yaqtadi qatlan, na wala kitendo hicho hakimpelekei mtu kuuawa, wala yaqtadi qatlan, na wala kitendo hicho hakimpelekei mtu kuuawa, yani kufikia hatua sheria kumhukumu kifo kwa kitendo cha yeye kumzulia mtume sallallahu alayhi wasallam uongo. Lakinahu yughalladhu alayhi, isipokuwa mtu huyo atabanwa kisheria kwa kuadhibiwa kwa aina mbalimbali za ta'zir. Kama kiongozi wa Uislamu atamsimamikia mtu huyo, atamwangalia mtu huyo kulingana na jitihada yake, atakavyoona kwamba kwa dhambi hili alilofanya anastahiki jambo fulani, anastahiki adhabu fulani, sawa, ima kama ni kumtia jela au kama ni viboko au kama ni kadha. Ahamu shay, yani kiongozi wa Waislamu yeye ndio atakayeona kwamba na atajua anastahiki adhabu gani mtu huyo kwa kitendo cha yeye kumwongopea mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakinahu la yakfur, lakini mtu huyo anakuwa hakufuru. Wa hadha huwa alladhi alayhi aktharu ahli alilmi, na kauli hii ya nne ndio kauli ambayo wako nayo wengi katika ahli alilmi. Aktharu ahli alilmi wamekwenda na kauli hii kwamba alkadhibu ala nabii sallallahu alayhi wasallam ala alitlaq kabiratun min kabairi dhunub, yani min akbar alkabair, ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Wa na'udhu billahi min su'il hal. Yote kwa yote, na kauli hizo tulizoziona za maulama zote zinatahadharisha juu ya kumzulia uongo mtume salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alayhi, na kwamba jambo hilo ni jambo la hatari. Haifai mtu kumzulia mtume sallallahu alayhi wasallam uongo. Tayib, tunaingia katika darasa jipya. Hiyo ilikuwa ni kiporo kilibaki darasa iliyopita, na leo tunachukua alkabiratu alashiratu, dhambi kuu la 10. Alkabiratu alashira, dhambi kuu la 10 katika mtiririko wa madhambi aliyoyakusanya Imamu Dhahabi. Qala rahimahullahu ta'ala: alkabiratu alashiratu iftaru ramadana bila udhurin wala rukhsatin. Dhambi kuu la 10, iftaru ramadana, ni kufungulia katika mwezi wa Ramadhani, yani kufungulia mchana wa Ramadhani. Muislamu akaacha kufunga yauman, siku moja, min Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani, bila udhurin, pasina udhuru wa kisheria, wala rukhsatin, wala ruhusa yoyote, pasina udhuru wala ruhusa. Kabiratun min kabairi adh-dhunub. Tufahamu kabisa anna siyama Ramadhan, kwamba kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan min a'zami al-faraid, ni katika faraidh zilizokuwa kubwa, wa ruknun min arkani al-islam, na ni moja katika nguzo 5 za Uislamu. Fahuwa fardhun aini, ni fardhu aini. Siyamu Ramadhan fardhun aini,
ni fardhi ya lazima kwa kila ala kulli muslimin, kwa kila muislamu aqili balighi ambaye ana akili timamu, kadhalika amefikia umri wa baligh. Ni wajibu kwake yeye muislamu aweze kufunga. Faman aftara fi nahari ramadhana, kwa anayefungulia mchana wa Ramadhani, muislamu yoyote anayefungulia mchana wa Ramadhani min ghairi udhurin shar'i, pasina udhuru wowote wa kisheria, fahuwa murtakibun likabiratin, mtu huyo anahesabika amechuma dhambi iliyokuwa kubwa. Limadha? Liannahu taraka alfaridata, kwa sababu maulama wanasema mtu huyo anakuwa ameacha fardhi ya lazima. Liannahu taraka alfaridata min a'zami alfaraid, anakuwa mtu huyo ameacha ibada ya fardhi iliyokuwa kubwa. Wa hadha bil ijma', na hii ni kwa ijma' ya ahlul ilmi, hii kwa ijma' ya wanachuoni kwamba atakayeacha kufunga mchana wa Ramadhani pasina udhuru wa kisheria, fahuwa murtakibun likabirati, mtu huyo ni mwenye kuchuma, ni mwenye kufanya dhambi iliyokuwa kubwa. Wa na'udhu billahi min dhalika. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, alfitru mutaammidan min alkabair, kufungulia mchana wa Ramadhani maksudi pasina udhuru wa kisheria wala rukhsa, jambo hilo ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Jambo hilo ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa, anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Waman aftara amdan, na atakayefungulia maksudi mchana wa Ramadhani, wa huwa ya'lam annahu fardun, hali ya kuwa anajua kabisa kwamba funga ni lazima kwake yeye, akafungulia kwa maksudi pasina udhuru wowote wa kisheria, hali ya kuwa anajua kwamba kufunga ni wajibu kwake yeye, akafungulia mustahillan lifitrihi, akiwa ni mwenye kuhalalisha kitendo cha yeye kufungulia, akiwa ni mwenye kuhalalisha kitendo cha yeye kufungulia, huku anajua kwamba kufunga ni wajibu, lakini anahalalisha kitendo kile kwamba inafaa kufunga. Kweli ni fardhi, lakini kufungulia kwangu leo inafaa, la basa fi hadha. Yani ni halali mimi kufungulia, na mwingine pia kitaka afungulie, sawa sawa. Akafungulia hali ya kuwa na halalisha kitendo hicho cha yeye kufungulia, fahuwa kafirun bil ijma', mtu huyo anakuwa amekufuru kwa ijma' ya wanachuoni. Mtu huyo anakuwa amekufuru kwa ijma' ya wanachuoni atakapofungulia mchana wa Ramadhani pasina udhuru wowote, lakini anajua kwamba kufunga ni wajibu, sio jahili, ana ilmu, sawa sawa, ashasikiliza au amesoma, anajua kabisa kwamba kufunga mwezi wa Ramadhani ni wajibu, lakini mimi nimeamua kufungulia kwa sababu inafaa kufungulia, na anayetaka pia afungulie, fahadha kafir. Maulama wanasema mtu huyo anakuwa amekufuru biijma'i ahli alilmi, wa na'udhu billahi min dhalika. Na haya yanafanywa sana na shababul muslimin, vijana wa Kiislamu. Unakuta wengi katika vijana wa Kiislamu wanakula mchana wa Ramadhani, halafu ukimuuliza anakwambia kabisa, anajua kabisa kijana wa Kiislamu kwamba funga ni wajibu, anakiri kuwa ni fardhi ya lazima na ni katika nguzo za Uislamu, tena anakusomea na hadithi ya Abdullah ibn Umar, bunya al-Islam ala khams, lakini maa dhalika anakwambia mimi nimeamua tu kufungulia, nimeamua tu kufungulia kwa sababu naona kama ninabanika fulani, yani kama nadhikika, kwa anahalalisha kitendo cha yeye kufanyaje, kufungulia pasina udhuru wowote, na kuwashawishi wenzake kwamba na wewe kama uko tayari fungulia tu, na wewe kama uko tayari fungulia. Basi vijana wa Kiislamu wanatakiwa tahadhari kwamba kufanya hivyo ni kufuru. Usihalalishe
jambo ambalo limekatazwa na Allah tabaraka wa taala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, utaingia katika kufuru. Kadhalika Imam Ibn Baz rahimahullah taala amesema la shakka anna iftara fi ramadana, hakuna shaka kwamba kufungulia mchana wa Ramadhani biduni udhurin shar'i, pasina udhuru wa kisheria, kabiratun min alkabair, kufanya hivyo ni katika kuchuma madhambi yaliyokuwa makubwa. Kufanya hivyo ni dhambi katika madhambi yaliyokuwa makubwa. La shaka, hakuna shaka anna iftara fi ramadana biduni udhurin shar'i, kufungulia mchana wa Ramadhani pasina udhuru wa kisheria, jambo hilo kabiratun min alkabair, ni dhambi kubwa katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Wa na'udhu billahi min dhalika. Kadhalika mithili ya maneno hayo amesema Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya kwamba alfitru fi nahari ramadana, kufungulia mchana wa Ramadhani biduni udhurin, pasina udhuru wowote wa kisheria, min akbari alkabair, ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Na wengineo katika ahlul ilmi wameeleza maneno mengi na hawapishani katika jambo hili kwamba kufanya hivyo min akbari alkabair, ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa, isipokuwa kama mtu atafungulia hali ya kuwa anahalalisha kwamba inafaa kufungulia, huyo anakuwa amekufuru. Wa na'udhu billahi min su'il hal. Tayib, huo ulikuwa ni utangulizi. Kama kawaida mwanzo wa darsa tunafanya utangulizi ikiwa inapelekea haja ya kufanya hivyo, kisha tunaingia katika nusus, dalili alizoziweka Imamu Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Na hadithi za leo ni hadithi nyepesi, tushazisikia katika ndimi zetu wengi wenu. Qala rahimahullahu ta'ala, asema Imamu Adh-Dhahabi, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, asema mtume sallallahu alayhi wasallam, man aftara yawman, atakayefungulia siku moja, min ramadhana, katika mchana wa Ramadhani, min ghairi udhurin, pasina udhuru wowote, min ghairi udhurin, pasina udhuru wowote wa kisheria, wala rukhsatin, wala pasina ruhusa, min ghairi udhurin, pasina udhuru wowote, wala rukhsatin, wala pasina ruhusa yoyote, kama vile safari. Sawa, safari ni sehemu ya ruhusa, ni katika ruhusa ambayo mtu ameruhusiwa kufungulia mchana wa Ramadhani. Kwa hiyo atakayefungulia mchana wa Ramadhani, mtume alayhi salamu anasema yauman, siku moja, min ghairi udhurin, pasina udhuru, wala rukhsatin, wala pasina ruhusa, lam yaqdihi. Hapa kwenye nuskha imeandikwa lam yaqdihi au lam yaqdiyahu. Ni kosa. Lam yaqdihi, andika juu yake hapo, lam yaqdihi. Ndio uzuri wa kusoma darasa yote kwa mwalimu. Unapata baadhi ya sehemu kurekebisha. Ukijisomea mwenyewe, ukikuta sehemu kuna kosa na hujui, na wewe unaenda na makosa yako hivyo hivyo. Lam yaqdihi siyamu dahri wala uswamahu, lam yaqdihi siyamu dahri wala uswamahu, hadha lam yathbut. Asema mtume sallallahu alayhi wasallam, atakayefungulia siku moja katika mchana wa Ramadhani pasina udhuru wa kisheria wala ruhusa yoyote, lam yaqdihi,
siku hiyo haitolipwa. Lam yaqdihi, siku hiyo haitolipwa. Siyamu dahri, na funga yake ya mwaka mzima, siku hiyo haitolipwa. Siyamu dahri, na funga yake ya mwaka mzima. Wala uswamahu, hata kama atafunga. Wala uswamahu, hata kama atafunga mwaka mzima. Man aftara yawman, atakaifungulia siku moja, min ramadhana, mchana wa Ramadhan, min ghairi udhurin, pasina udhuru, wala rukhsatin, wala ruhusa ya kisheria, wala ruhusa yoyote. Lam yaqdihi, siku hiyo haitolipwa. Siyamu dahri, na funga yake ya mwaka mzima. Wala uswamahu, hata kama atafanyaje, atafunga. Kwa maana atakayefungulia siku moja bila udhuru, siku moja, malipo ya funga hiyo aliyofungulia maksudi pasina udhuru, malipo yake hayatolingana sawa na malipo atakayoyapata iwapo atafunga ad-dahr. Ad-dahr maana yake ni mwaka mzima. Iwapo atafunga mwaka mzima, akaamua kufunga mwaka mzima, akaamua kufunga mwaka mzima, ukiachilia mbali funga ya Ramadhani, funga zote hizo atakazokuwa amezifunga kwa mwaka mzima hazitolingana sawa na siku moja aliyoiacha kufunga kwa sababu pasipokuwa na sababu ya kisheria. Kwa maana nyingine, atakapokuwa amefungulia siku moja pasipokuwa na udhuru wa kisheria, hata kama atafunga mwaka mzima hatoweza kuilipa siku hiyo. Hii ni maana nyingine, hatoweza kuilipa siku hiyo, kwa maana hatohesabika kama ameilipa siku hiyo, na hatopata malipo ya kuifunga siku hiyo aliyoifungulia pasina udhuru wa kisheria. Hii hadithi inaonyesha uzito na hatari ya mtu kufungulia siku moja ndani ya Ramadhani min ghairi udhuri shar'i, pasina udhuru wa kisheria, kwamba ni dhambi iliyokuwa kubwa, yani mpaka kufikia hatua kwamba yani mtu hawezi kuilipa hata kama atafunga mwaka mzima. Hadha khatir jiddan, hii ni hatari sana. Kisha Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala akasema, hadha lam yathbut, hadithi hii haikuthibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii sio sahihi, hadithi hii ni dhaif. Ukiangalia chini huku namba moja amesema dhaifun, ni hadithi dhaifu. Katika sanadi yake kuna udhaifu. Akhrajahu al-Bukhari muallaqan, ameitoa Imam Bukhari katika sahihi yake katika hali ya ta'liq, ameiweka kwa ta'liq bisighati at-tamrid. Asema Imam al-Bukhari, wa dhukira an Abi Huraira, wa dhukira عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه. Imam al-Bukhari ametumia neno wadhukira katika kuiweka hadithi hii. Lam yajzim, hakuiweka kwa jazm, hakukata moja kwa moja kwamba ni hadithi sahihi kama alivyoweka hadithi zingine musnadan, bali ameiweka kwa ta'liq, ameitundika. Sawa sawa. Fahuwa hadithun dhaif, hadithi hii ni dhaifu, haijathibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wameidhofisha wengi katika ahlul ilmi, na imekuja kwa alfadhi tofauti, lakini zote ni dhaifu, zote ni dhaif. Fahuwa hadithun muttaribun la yasih, hadithi ambayo haisihi, yani haikusihi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Imam Ibn Bazi rahimahullahu ta'ala, kwamba atakayefungulia siku moja mchana wa Ramadhani pasina udhuru, kwa maana kwa mujibu wa hadithi hii hataki kulipa. Atakayefungulia mchana wa Ramadhani siku hiyo maksudi, kwa maana pasina udhuru wa kisheria, kwa mujibu wa hadithi hii hana kulipa. Hata akilipa
hana thawabu. Sawa sawa, yani afanyeje, hata ifunge mwaka mzima hatohesabika kwamba mfanyaji ameilipa siku hiyo, kwa mujibu wa hadithi hii. Hadithi hii ukiangalia moja kwa moja, yani kwa maelezo yalivyo, yani kwa wafuatiliaji wa hadithi unajua kabisa hii hadithi haijathibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani hukumu iliyobebwa na hadithi hii moja kwa moja inaashiria kwamba hadithi hii haikuthibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali jamahiri alfuqaha, jamhuri ya fuqaha wanaona ya kwamba man aftara min ghairi udhuri, atakayefungulia mchana wa Ramadhani pasina udhuru wa kisheria, wajaba alayhi alqada'u, itamlazimikia mtu huyo kuilipa siku hiyo. Wajaba alayhi alqada', inakuwa ni wajibu kwake yeye kulipa siku hiyo. Wa wajabat alayhi tauba, kadhalika na itamlazimikia mtu huyo kufanyaje? Kutubia. Hii ni kauli ya jamahir ahlul ilmi. Wengi katika ahlul ilmi, wengi katika fuqaha wamekwenda hivyo kwamba mwenye kufungulia mchana wa Ramadhani siku moja au zaidi min ghairi udhurin shar'i, pasina udhuru wowote wa kisheria, je, afanyeje? Alipe au asilipe? Kwa sababu amefungulia makusudi. Wanasema wajaba alayhi alqada, inamlazima mtu huyo alipe, lakini ma'a tauba, sio kulipa tu, bali inatakiwa alete toba na istighfari na ajutie kwa Allah tabaraka wa taala, ajutie kwa yale kwa hilo dhambi alilolifanya, naombe msamaha kwa Allah subhanahu wa taala, na ahidi kutokurudia tena dhambi hilo. وذهب الظاهرية وجماعة من العلماء, na kauli nyingine ya wanachuoni ni kauli ya Dhahiria na baadhi salaf na baadhi ya ulama wengine wanasema ya kwamba annahu man aftara fi nahari Ramadhan min ghairi udhurin shar'i la yajibu alayhi alqada. Kauli nyingine ya wanachuoni wanasema kwamba mtu akifungulia pasina udhuru wa kisheria si wajibu kwake yeye kufanyaje? Kulipa. Haimlazimu yeye kulipa, na hata akilipa hana thawabu za malipo ya funga ile, na hatohesabika kwamba mfanyaji ameilipa siku hiyo. Wa innama tajibu alayhi at-taubatu, bali mtu huyo wajibu wake anaotakiwa kufanya yeye ni kutubia. Analotakiwa kufanya ni kuegea kwa Allah kwa toba na kuleta istighfari, lakini sio kuilipa ile siku aliyofungulia pasina udhuru wa kisheria. Hii pia ni kauli ya wanachuoni. Wanachuoni wa kauli hii wamestadili na hadithi hii tuliyoisoma hapa. Wamekwenda na hadithi hii kwamba hata kama atafunga mwaka mzima hatoweza kuilipa, lakini as-sahihu war-rajihu wallahu a'lam ma dhahaba ilayhi jamahiru al-fuqaha. Kauli yenye nguvu na iliyokuwa sahihi kwa mujibu wa dalili ni kauli ya jamahiru al-fuqaha. Wengi katika fuqaha wanaosema ya kwamba analazimika kulipa, lakini pamoja na toba, hata kama ameacha pasina udhuru wa kisheria, na inatakiwa mtu huyo afahamu ya kwamba amefanya jambo la hatari, wa na'udhu billahi min dhalika. Waqala sallallahu alayhi wasallam, nasema Imamu Dhahabi, na amesema pia Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-salawatu al-khamsi, sala tano, wal-jum'atu ila al-jum'ati, na Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine, wa Ramadhanu ila Ramadhana, na Ramadhani mpaka kufika Ramadhani nyingine, kaffaratun lima bainahunna, kaffaratun lima bainahunna, ibada hizo ni zenye kufuta madhambi yaliyo baina yake. Kaffaratun, ibada hizo ni zenye kufuta madhambi madogo madogo, lima bainahunna, yaliyo kati yake. Majtunibatil kabairu, majtunibati alkabairu, kwa muda ambao yameepukwa
madhambi makubwa. Majtunibatil kabairu, kwa muda ambao yameepukwa madhambi makubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anabainisha katika hadithi hii kwamba as-salawatul khamsi, sala tano, kwa maana katika hizi sala tano kutoka sala moja kwenda nyingine, huu muda ulio kati ya sala moja na nyingine, unapofanya madhambi madogo madogo, mathalan umeswali ya dhuhuri tayari, baada ya dhuhuri ukaenda kwenye ishtighali zako, kama mwanadamu hukosi kufanya madhambi madogo madogo tayari. Kisha baada ya kufanya madhambi hayo madogo madogo, ikaingia swala ya alasiri, ukaja kuswali swala ya alasiri, basi swala hii ya alasiri utakayoiswali inafuta haya madhambi uliyoyafanya kwa muda toka adhuhuri mpaka kuingia alasiri. Sawa sawa, madhambi yanafutwa na sala hii ya alasiri utakayoiswali, lakini madhambi yanayofutwa as-saghair, saghairu dhunub, ni yale madogo madogo. Ama madhambi makubwa makubwa hayafutwi isipokuwa kwa toba. Hivyo hivyo swala ya magharibi na swala ya isha, alfajiri kwenda adhuhuri, hivyo hivyo. Kwa hivyo ule muda ulio kati ya ibada moja na nyingine, yale madhambi anayoyafanya mja madogo madogo yanafutwa na ile ibada atakayoifanya. Umeelewa hapo? Ikiwa ni ibada ya swala, mfano ni kama tulivyoonesha. Ama Ijumaa mpaka Ijumaa, waljum'atu ila aljum'ati, na Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine. Kadhalika umeswali Ijumaa ya leo, mathalan Ijumaa ya kesho, Allah kitufikisha salama tukaiswali, basi Ijumaa hiyo ni yenye kufuta madhambi tuliyoyafanya kwa muda wa wiki nzima tangu Ijumaa iliyopita. Ijumaa iliyopita tulifutiwa madhambi ya Ijumaa ile ya kabla yake, yani madhambi yaliyofanywa ndani ya wiki iliyopita. Sawa sawa. Kwa Ijumaa ya kesho biidhnillah, watakaobahatika kuiswali, inakuwa ni sababu wao kusamehewa madhambi madogo madogo walioyafanya kuanzia Ijumaa ile iliyopita, yani baada ya Ijumaa. Sawa sawa. Hii ndio maana waljum'atu ila aljumaa, na Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine. Wa ramadhanu ila ramadhana, na Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine, hivyo hivyo. Kwa maana ukifunga Ramadhani, ina ile kitendo cha kufunga tu, hata kama hujasema astaghfirullah, kitendo cha wewe kutekeleza ibada ya saumu, unafutiwa madhambi madogo madogo yote ulioyafanya ndani ya mwaka mzima, ndani ya mwaka mzima. Ndio hapo akasema Mtume alayhi salam, kafaratun lima bainahunna, kwamba ibada hizo ni zenye kufuta madhambi madogo madogo yaliyo kati yake, yani kati ya ibada hizo. Majtunibatil kabairu, kwa muda ambao yameepukwa madhambi makubwa, kwa maana madhambi makubwa hayasamehewi kwa kufunga wala kwa kutoa zaka wala kwa kuswali, isipokuwa mpaka ulete toba. Pamoja na kufanya ibada zote hizo, lakini ulete toba iliyokamilika masharti yake. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na amesema pia Mtume alayhi salam, buniya alislamu ala khamsin, Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Shahadati an la ilaha illa Allah, nguzo ya kwanza kushuhudia ya kwamba hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah pekee. Wa anna Muhammadar Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Hiyo nguzo ya kwanza. Wa iqamis sala, na kusimamisha sala tano. Wa itaiz zaka, nguzo ya tatu, na kutoa zaka kwa wenye mali. Wa saumi ramadhana, nguzo ya nne, na kufunga mwezi wa Ramadhani, ambayo ndio mahallu shahid. Hapa ndio mahallu ashahid, ndio mlango tulionao leo kuhusu dhambi la kufungulia mchana wa Ramadhani. Wa saumi ramadhana, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa hajjil baiti, nguzo ya mwisho na nguzo ya tano na ya mwisho, na kuhiji nyumba tukufu, kwenda kutekeleza ibada ya haji katika nyumba tukufu
al-Ka'batu al-Musharrafa inayopatikana katika Masjid al-Haram bi Makkah al-Mukarrama. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, na hadithi inaonyesha kwamba funga ya Ramadhan ruknun min arkani al-Islam al-khams, kwamba funga ya Ramadhani ni nguzo katika nguzo za Uislamu tano. وقال حماد بن زيد، إمام الذهبي pia anasema وقال حماد بن زيد، na amesema Hammad ibn Zaidi an Amri ibn Maliki, kutoka kwa Amri ibn Maliki an-Nukairi, kutoka kwa Amri ibn Maliki an-Nukairi an Abil Jawzai, an Abil Jawzai. Amr ibn Malik an-Nukairi anapokea kutoka kwa Abil Jawzai an Ibn Abbas. Abil Jawza naye anapokea kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye ni sahabiyun jalil. Qala, asema Abdullah ibn Abbas, ura al-islami, hii ni athari ya Abdullah ibn Abbas mawquf ala Ibn Abbas. Hii ni athari ambaye ni maneno ya Abdullah ibn Abbas. Asema Abdullah ibn Abbas, sahaba huyu, ura al-islami wa qawaidu ad-dini thalathatun. Ura al-islam, nguzo kuu za Uislamu, wa qawaidu ad-dini, na misingi mikuu ya dini. Ura al-islami, nguzo kuu za Uislamu, wa qawaidu ad-dini, na misingi mikuu ya dini. Thalathatun, ni mitatu. Nguzo kuu na misingi mikuu ya dini ni mitatu, anasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Shahadatu an la ilaha illa Allah, msingi wa kwanza na nguzo kuu ya kwanza ni shahada, shahadatu an la ilaha illa Allah. Wassalatu, na nguzo ya pili ni sala. Wassalatu, na sala, yani kusimamisha sala tano. Hii ni nguzo kuu ya pili. Wa saumu Ramadhana, nguzo kuu ya tatu, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa saumu Ramadhana, na kufunga mwezi wa Ramadhan. Hizi ndio nguzo kuu tatu za Uislamu ambazo Uislamu umesimama juu yake. Hizi ndio nguzo kuu tatu. Faman taraka wahidatan, kisha akasema Ibn Abbas, faman taraka wahidatan minhunna, yoyote atakayeacha jambo moja katika hayo matatu. Faman taraka wahidatan, yoyote atakayeacha jambo moja, minhunna, katika hayo matatu, fahuwa kafirun, mtu huyo anakuwa ni kafir, mtu huyo anakuwa amekufuru. Mtu yoyote atakayeacha jambo moja katika haya matatu, shahada, iqamatu sala, saumu Ramadhana, atakayeacha moja kati ya haya, fahuwa kafirun, mtu huyo anakuwa mkafiri. Maneno ya nani? Ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kisha akasema watajiduhu kathira almali, na utamkuta mtu huyo ni mwenye mali nyingi. Watajiduhu, na utamkuta mtu huyo kathira almali, ni mwenye mali nyingi. Walam yahujja, lakini hajaenda haji. Walam yuzakki, na wala hajatoa zaka. Wala yahillu damuhu, lakini si halali damu yake. Wala yahillu damuhu, lakini si halali damu yake, kwa maana si halali kumwaga damu yake, si halali kuhukumiwa kifo kwa yeye kufanyaje, kuto kufanya ibada hizi. Wala yahillu damuhu, bimaana ay la yakunu kafiran, la yakunu kafiran, kwamba mtu huyo kwa kuacha hizo ibada
yani kwa kuto kufanya haji, kadhalika kuto kutoa zaka, mtu huyo la yahillu damu yake si halali, kwa maana la yakunu kafiran, hawi kafiri kwa yeye kuacha ibada hizo, bikhilafi ash-shahadati was-salati was-sawmi, tofauti na mtu kuacha moja ya zile nguzo tatu za mwanzo. Sawa sawa. Faman taraka wahidatan minhunna kafara, atakayeacha yoyote katika moja ya nguzo hizo tatu za mwanzo anakuwa mfanyaji, amekufuru, tofauti na hizi nguzo mbili ambayo ni nguzo ya zaka na nguzo ya haji. Sawa sawa. Haya ni maneno ya Abdullah ibn Abbas na kuonesha msimamo wake radhiyallahu ta'ala anhu aliposema watajiduhu kathira almal, utamkuta mtu huyo ni mwenye mali nyingi. Kwa maana unaweza kumwona mtu Muislamu ana mali nyingi, sawa, wala miyahujja, lakini hajaenda haji. Kwani si wapo haya ni makafiri? La, sawa sawa. Wala myuzaki, na wala unakuta mtu ana mali nyingi lakini hatoi zaka. Lakini anasema Ibn Abbas wala yahillu damuhu, na wala si halali damu yake, kwa maana la yakunu kafiran. Anasema Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, hadha khabarun sahihun, khabari hii ni sahihi, yani athari hii ni sahihi kwa namna elimu yake ilipoishia Imam Adh-Dhahabi ya kuhusu hadithi hii ilivyomfikia, akahukumu athari hii na habari hii kuwa ni sahihi. Lakin hadha alkhabaru dhaifun, lakini ukweli ni kwamba habari hii ni dhaifu. Ukiangalia chini huku namba moja, muhaqiq amebainisha kwamba ni dhaifu, hadithi hii ni dhaifu. Ameitoa Imam Abu al-Aliya katika musnad yake, Abu Ya'la ametoa Imam Abu Ya'la katika musnad yake, wal-Lakai katika sharh i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa, kadhalika na Imam Ibn Abd al-Barri katika istidhkari, na Imam al-Albani katika silsilati dhaifa, na wengineo wameidhofisha hadithi hii kwamba ni hadithi iliyokuwa dhaifu. Na kauli ya wanachuoni walioihukumu hadithi hii kuwa ni dhaifu huwa sawab, ndio kauli ya sawa, ndio kauli ya sawa. Kwa maana hadithi hii pamoja na kwamba ni mauquf, ni maneno ya sahaba, si maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza, jambo la kwanza kwamba haya si maneno ya Mtume alayhi salam, ni maneno ya sahaba, sahabiyun jalil Abdullah ibn Abbas. Lakini madhalika lam yasih, pamoja na hivyo bado maneno haya si sahihi, haya kuthibiti kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kwa hiyo kama ingesihi athari hii, kama ingesihi kwa Abdullah ibn Abbas, maana yake msimamo wake Abdullah ibn Abbas ingelikuwa kwamba atakayeacha kufunga mwezi wa Ramadhani fahuwa kafir. Sawa sawa, huyo anakuwa ni kafiri. Lakini akiacha, kadhalika akiacha shahadataini, na inafahamika hilo, haina shida. Kadhalika akiacha sala, kadhalika maelezo yake tushaelezea, anakuwa ni kafiri. Tofauti akiacha kutoa zaka na asipoenda haji, la yakfur, kwa msimamo wa nani? Wa Abdullah ibn Abbas. Lau sahha, lau kama athari hii ingefanyaje, ingesihi kwake yeye. Wallahu ta'ala a'lam. Tubakia hapo, hizi athari zilizobaki insha Allah tutakuja kuzielezea darsa itakayofuata insha Allah ta'ala.